Karibuni wapendwa katika neno la siku hii ya leo. Natumai mko wazima. Hata mimi namshukuru Mungu si jambo. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia video zangu. Asanteni kwa kulike, kusubscribe na kuendelea kushare, na wathamini tena sana. Karibuni. Tunakushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa ajili ya siku hii ya leo tunapokwenda kusikiliza neno lako. Kaa nasi katika utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunasoma kutoka Mathayo Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 12 kisha 14 na 15. Mathayo Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. 14. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Wapendwa wote wa Mungu, swala la msamaha ni swala ambalo ni muhimu katika maisha ya Mkristo na ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu hakuna mtu asiyekosea wengine na hakuna mtu asiyekosewa. Tunakosa na wengine pia wanakosea, lakini kwa sababu hatutakiwi kuishi na vinyongo, hatutakiwi kukaa na kushikiliana vinyongo kila sana kila wakati, ndipo inabidi sasa tutumie hili jambo la kusameheana. Kumbuka hii katika sala ya Bwana ni kwamba amesema utusamehe madeni yetu au makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wengine. Kwa hivyo wakati ambapo hujaanza kulalamika sana kwamba fulani amenikosea sana, watu wamenikosea sana, kumbuka hata na wewe unakosea wengine kila saa na kila wakati. Lakini pia unapowakosea wengine, wanapoomba msamaha ama wasiombe msamaha, ni vizuri wewe mwenyewe upate kuomba msamaha wakati mwingine, kwa sababu kuomba msamaha sio kwa ajili ya yule aliyekukosea excuse me, sio kwa ajili ya yule aliyekukosea tu, lakini pia kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa sababu unapojua kwamba mlikoseana na mtu fulani ama mtu fulani amekukosea na unaona kwamba labda ameanza kubadilisha njia kwa ajili yako, unaona kwamba ukifika mahali alipo hana amani, ukiona kwamba ukifika mahali alipo hata kama alikuwa anaongea na wenzake amefurahi, unaona kwamba ananyamaza ama anapaondoka pale mahali, wewe chukua hatua ya kumfuata. Mwambie dada au kaka, kama ni mimi nimekukosea, naomba unisamehe, lakini hali tunayoishi nayo si nzuri. Tulikuwa tuko pamoja, lakini sasa naona nikiingia mahali wewe unatoka, ama tukiwa tunaenda kukutana naona unabadilisha njia. Chukua hatua hiyo, wewe uombe msamaha ili na wewe upate kuwa huru. Kwa sababu gani? Utakapoachilia, hata kama sio umekosa, lakini ukamuachilia mtu, ukamuondoa katika roho yako, na wewe inakupatia amani ya tofauti. Inakuwa sasa shida inakuwa ni kwake yeye. Lazima ataketi, kama ni mtu ambaye anajielewa, ataketi atajiuliza, fulani nilimkosea, inakuwaje yeye aje aniombe msamaha? Kwa hivyo kile kitendo cha wewe kumwambia tu nisamehe, kama ni mimi nimekukosea, nimeleta haya, inaweza ikamfanya akarudi nyuma, akajitathmini na akajiangalia na akarudi katika njia inayofaa. Alafu nasema kama sisi tunavyo wasamehe wadeni wetu. Wewe je, unasamehe wenzako? Ama wewe ukikosa unataka watu wakusamehe tu? Na kama wewe huwezi kusamehe wengine, unasema kama ni fulani huyo sitakaa nimsamehe. Maana kuna watu wanakaa mpaka wanaweka kabisa nadhiri, fulani siku nitakapokufa usikanyage katika kaburi langu, ama ukisikia jambo langu lolote usishughulike nalo. Ni kitu gani kinaweza kukakufanya mpaka ukafika mahali ukamfungia mwenzako kiasi hicho? Kwa hivyo kuliko ukae na vinyongo vya namna hiyo, ebu achilia. Unataka kuishi maisha ya amani, ebu achilia watu makosa yao na wewe watakuachilia.
Mara nyingi tunasema nimeenda nimemuomba Mungu. Ni sawa. Mstari wa 14 umesema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe, bali msipowasamehe, na yeye hatawasamehe. Wapendwa, kukaa katika kuto kusamehe ni kukaa katika jela, ni kukaa katika vifungo. Vinafunga baraka zako, inafunga amani yako, na inafunga hata furaha yako ya kawaida. Kwa hivyo imagine ifike mahali Mungu anakwambia hata mimi sitakusamehe, kwa sababu huwezi samehe wenzako, hata Mungu hatakusamehe. Na kama Mungu ataacha kukusamehe wewe, basi una uzuri gani katika dunia hii? Basi una uhuru gani katika dunia hii? Basi unategemea nini kama aliyekuumba ameshasema wewe sasa ni basi na hawezi kukusamehe tena? Wewe ni wakufa tu na kupotea kabisa. Lakini Mungu akiweza kukusamehe kwa sababu na unawasamehe wengine, basi maisha yanakuwa ni rahisi, maisha yanakuwa ni mepesi. Hata lile jambo ambalo linaonekana ni gumu sana, mahali watu wameketi wakashikiana vinyongo wakafungiana, linapopita jambo la msamaha pale mahali, hakika unaona kwamba faida inakuwepo, amani inarudi, wepesi unarudi, na furaha inarudi pande zote. Kwa hivyo swala la msamaha ni swala la muhimu sana, na naweza nikasema ni swala la lazima kwa kila mmoja wetu. Lakini pia swala la msamaha ni muhimu kwa sababu gani? Mojawapo ya kilichomfanya Yesu Kristo kuja na kufa kwa ajili yetu ni kwa sababu ya makosa mengi tuliokuwa nayo ama tulio nayo sisi kama wanadamu wa kila siku. Na kama si Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu ili tupate njia ya kuomba toba kwa Mungu akatusamehe makosa yetu, basi hata Kristo asingekufa kwa ajili yetu. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu juu ya maisha yetu, ndiposa akamtuma Yesu Kristo afe na kafufuka kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunamrudia Mungu ama tunamkaribia Mungu kwa njia ya kuomba toba ama kwa njia ya kuomba msamaha kwa Mungu kwa yale yote ambayo tumeenda ama yale tunayomkosea. Na tukisha muomba Mungu toba, basi hata uhusiano wetu unarudi vizuri na Mungu wetu. Tukiomba msamaha kwa Mungu katika yale dhambi tunazozifanya ama yale tuliyoyakosea, basi hata Mungu anasikia vizuri na uhusiano wetu unafanya kuwa mzuri. Kwa hivyo msamaha mahali popote, iwe ni nyumbani, wanandoa, mnapoketi bila msamaha ndani ya nyumba, unakuta hata ile nyumba inakuwa na tension fulani, yani inakuwa na ugumu fulani, mambo hayaendi. Watu wakiwa hawazungumzi, unakuta kwamba mambo hayaendi. Na lakini msamaha unapopita, unakuta hata kama mambo ni magumu, watu wanaishi vizuri, watu wanaishi kwa pamoja. Kama ni mahali pa kazi, lazima watu wakae katika msamaha, kwa sababu hapo mahali pa kazi bosi asipoweza kusamehe wengine, na wengine kama bosi amewakosea waweze pia kumsamehe, basi hata ile kazi itakuwa inafanywa chini ya mazingira ambayo ni magumu sana, ambayo ni mazito sana. Kwa hivyo hakuna mtu anayejua kwamba nafanya sawa, hakuna mtu anayeona kwamba nafanya ndivyo sivyo, lakini kila mmoja anaogopa kumwendea mwenzake, kila mmoja anaogopa kumsogelea mwenzake. Watu wanafanya kazi kwa kushukiana tu, lakini mahali ambapo msamaha ukipita, hata kama ni mkubwa ndiye alikuwa amekosea, lakini anaporudi na kuambia jamani, wafanyikazi wangu ama wafanyikazi wenzangu, nimekosea hapa, ni ubinadamu, nisameheni, tufanye kazi kwa pamoja, unaona kwamba amani inarudi, unaona kwamba furaha inarudi, na kazi sasa inakuwa rahisi na kazi inakuwa nyepesi. Vivyo hivyo katika kanisa, kuna watu ambao hawajui kusamehe. Wao wakikoseana basi wameshika vinyongo, lakini wataingia kanisani wataimba, wataingia kanisani watapiga makofi, wataomba maombi kama yote, lakini katika roho zao kuna watu wamewashikia vinyongo. Hakuna mahali hayo maombi yanakokwenda, hakuna mahali hizo sifa zinakokwenda kama umeshikia wenzako vinyongo. Na hata mnapokongamana kwa pamoja, mmekutana eti mnamsifu Mungu,
na msamaha haujapita katikati yenu. Kwa hivyo Mungu hasikii tunayoyaomba, na wala hata kama ni jambo la kujengana haliwezi likamjenga mtu yeyote. Shetani anachukulia kuto kusamehe kama jambo la halali la kushikilia na kuzuilia baraka za watu. Kwa hivyo hata unapoenda kwa Mungu kumwomba maombi, shetani ana uhalali wa kusema usimpe anayoyaomba. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekataa kusamehe, na wewe umesema asiposamehe nawe hautamsamehe. Kwa hivyo huyu kwa uhalali, huyu ni wa kwangu. Ni jambo baya sana, na shetani akisha kushikilia kwamba wewe ni wa kwake kwa kuto kusamehe, hakika hata Mungu anamwachilia akushikilie, kwa sababu Mungu amesema usiposamehe na yeye hata kusamehe. Na kama Mungu asipokusamehe, basi wewe unabaki kuwa wa nani? Unabaki kuwa wa shetani. Wapendwa watu wa Mungu, msamaha ni jambo la lazima. Msamaha ni jambo zuri. Msamaha ni jambo ambalo linaweza kutengeneza hata yaliyoshindikana yakawezekana, yakafanyika vizuri kwa utukufu wa Mungu, na pia kwa furaha na amani ya sisi kwa sisi. Mungu akubariki sana, na Mungu aendelee kukutunza na hata kukubariki kwa jina la Yesu Kristo, amen. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe na kupenda kwa jina la Yesu.